Mwanamke Initiative Foundation ilijitoa kwa ajili ya wanafunzi hasa mkoa wa Kusini Unguja, ilitusaidia kwa kiasi kikubwa katika ufaulu wetu wa mara hii. Mazingira ya nyumbani yalikuwa ni magumu sana kwa upande wangu kwa sababu kulikuwa kuna mazogo tafrani. Tuligundua kwamba watoto wa kike hawaparticipate kwenye masomo yao ipasavyo. Baada ya kumaliza form 2, wengi walishindwa kuendelea form 3 na form 4. Early marriages zikawa nyingi sana, early pregnancies zikawa nyingi sana. Hivyo tukaona sasa ipo haja ya kuwashika watoto hawa wa kike kufikia ndoto zao ambapo walizokuwa wanafikiria kufika. Taasisi hii inajihusisha na mambo manne makuu. Jambo la kwanza ni elimu ya watoto wa kike pamoja na mafunzo ya amali. Lengo la pili ni kusaidia wanawake na vijana kiuchumi pamoja na afya ya akili na afya ya uzazi. Katika mambo ya elimu tulifanya mambo mbalimbali. La kwanza, tuliwapatia wanafunzi na walimu mafunzo mbalimbali yakiwemo mbinu za kujibu mitihani yao ya kidato cha 4. Baada ya kusoma muundo wa mtihani utakavyokuwa. Lakini na tuliwapatia walimu mafunzo ya kujua jinsi gani ya kuweza kutunga mitihani. Hata hivyo, tulikuwa tunasaidia na tunaendelea kusaidia wanafunzi ambao wako kwenye kambi. Tunawapatia chakula na magodoro kwa shule 35 za mkoa wa Kusini Unguja. Mimi binafsi nilikuwa sina godoro la kulalia skuli. Baada ya kuja Mifu ikatuletea magodoro, ikatuletea chakula ambacho nikawa sina stress na kuhusu mambo ya skuli. Tulikuwa tunakaa kuanzia asubuhi mpaka saa 7. Ila baada ya kuja Mifu tukabadilisha formation, tukawa tunaanza kulala kambi kwa sababu ilikuja na msaada mmoja wa chakula. Ambacho chakula ni changamoto moja ya wanafunzi kwa sababu mwanafunzi ana uwezo wa kukaa skuli kuanzia saa 1 mpaka saa 9, lakini hawezi tena kuendelea kwa sababu hana chakula cha kutosha. Miongoni mwa mambo ambayo makubwa tulijifunza ni katika kipengele cha competence based curriculum. Namna gani mitihani inatakiwa itengenezwe, na namna mitihani inavyotakiwa ijibiwe, na namna sisi walimu tunavyotakiwa tufundishe kulingana na hii competence based curriculum ambayo tulipata haya mafunzo. Walitupa nyenzo mbalimbali za kutufanya sisi wanafunzi tushajihike na kusoma mpaka tufikie hapa tulipo. Kiachia na hayo yote, tuna walimu wa kujitolea ambao tunaita MIFELLOWS. Tulianza na walimu wa kujitolea 35 na sasa hivi tumefika 70. Walimu hawa wanaenda kila katika mwezi, wanahudhuria mara 14 kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi na walimu. Na MIFELLOWS wamekuwa msaada sana kwa sababu wamekuwa wakisaidia watoto hawa kufikisha malengo yao, lakini pia wamekuwa wakiwasaidia watoto katika kuwapitisha katika programu ya kureview past papers ambayo imekuwa na msaada sana kwa watoto ambao huwa wanatarajiwa kutahiniwa. Kupitia MIFELLOWS nimepata mafunzo mbalimbali ambao wanatupatia kwa lengo la kuweza kuwasaidia wanafunzi wetu ili kukuza ufaulu katika shule zetu mbalimbali na kuondosha sifuri katika mkoa wetu wa Kusini. Pia naweza kuwasaidia vipi wanafunzi wataweza kushughulika na masomo yao, kama wana matatizo mbalimbali wanaweza wakanifuata nikawasaidia. Wanaweza kunifuata mistake wameona katika somo ambalo hawajalielewa, wanaweza kunifuata mimi kama mwalimu wao. Lakini pia hata wale ambao walishindwa kuendelea form 3 na form 4, kuna namna ambayo Mifu tumejipanga kuwawezesha katika mlengo mwingine wa elimu ambao ni vocational trainings, ili sasa waweze kuweza kupata kitu cha kufanya hata pale baada ya masomo yao ya form 2 na kushindwa kuendelea form 3 na 4. Kwa wanafunzi wa mwaka jana walikuwa 15 wanawake watupu, lakini mwaka huu tumepeleka wanafunzi 28 walichanganyika wanawake na wanaume. Hao ni wale ambao walimaliza kidato cha 4 na hawakufanikiwa kuendelea. Kule wanapata mafunzo mbalimbali yakiwemo umeme wa majumbani, kompyuta, upishi,
kuchonga, kuchoma mageti na kadhalika. Na kama mwanafunzi yuko interested kurejea mitihani yake ya kidato cha 4, anafanya yale mafunzo ya QT pamoja na kufanya mitihani yake ya kidato cha 4. Bahati mbaya matokeo yangu yalikuwa sio mazuri sana ya kuendeleza kielimu, kuendelea form 5. Kikweli nilikata tamaa, lakini nilipokaa kidogo MIF walinisaidia ya kujiendeleza kiinjinia ya umeme. Hadi leo hii nipo hapa Kilwa Masoko kwa kuendeleza ndoto zangu. Baada ya kusikia kuwa MIF inasaidia fani tofauti tofauti katika wanafunzi ambao hawajaendelea juu, huku niliona itakuwa vizuri zaidi kuliko kule, kwa sababu kule kwa kila miezi mitatu 100,000, halafu mimi nilikuwa nataka nichukue fani 2, ilikuwa itanigharimu miezi 6 200,000, na ukiangalia uwezo wa nyumbani so ule mkubwa sana. Na nilipokuja huku ndo nikachagua hii fani ya kompyuta. Mimi mwenyewe tu nimeipenda hii fani. Furaha nyingine ni kwamba taasisi hii ni changa tangu kuanzisha kwake, ina mwaka mmoja tu, lakini kuna mafanikio makubwa ambayo tumeyapata kwa upande wa elimu, ambapo ndo pia ilikuwa ndo lengo letu kubwa kuanzisha taasisi hii. Tuliweza kufikia ufaulu wa 71% kutoka kwenye 50 hadi kufikia 71%. Hapo tukaanza kuona mwanga sasa, kwamba tuna mwanga, tuna mwenzetu ambaye anatusaidia, na sisi tukaona kwamba sasa ni muda mwafaka wa kukaza buti. Hadi matokeo ya 2022 hayo yalianza kutupa nuru zaidi, kwa sababu tulianza kupata sasa 84.70. Asilimia hii ambayo tunaipata niliyoitaja ilisababisha kwa mikoa yetu ya Zanzibar, mikoa 5. Kwa hiyo mkoa wetu wa Kusini ambao siku zote ulikuwa uko mwisho, basi sasa ukakamata nafasi ya kwanza. Kwa vile wanafunzi walifaulu wingi, imebidi wizara ianzishe darasa la form 5 na form 6 katika shule ya Hasnu Makame, kwa vile wanafunzi wamekuwa wengi na hawana pa kuwapeleka. Kwa hiyo imepelekea, katika mafanikio yetu moja ni hilo, kwamba imebidi kuanzishwa madarasa mapya. Tuna mpango wa kupanua wigo kufika katika mikoa mingine ya Zanzibar pamoja kufika Tanzania bara. Tuna hiyo azimio kubwa la kufika mpaka Tanzania bara, kuendeleza hizi program zetu. Kwa sasa tumeanza na elimu kama nilivyoeleza, lakini tuna azma ya kuendelea katika mambo matatu yaliyobakia, ambayo kuwezesha wananchi kiuchumi, afya ya akili na afya ya uzazi. Katika kuwawezesha wananchi kiuchumi, tuna azma ya kuwafundisha wale kina mama katika kilimo cha mwani. Zanzibar ni kisiwa ambacho kimezungukwa na bahari, na zao letu kubwa kupitia bahari ni mwani. Kwa tuna mpango wa kuja kuwafundisha wanamama jinsi ya kulima mwani na watanufaika vipi katika kilimo hicho. Tutawafundisha kulima mwani kwenye bahari ambazo ya kina kirefu. Kwa sasa wanamama wengi wanapanda mwani katika bahari ambayo iko maji madogo. Kwa hiyo baadaye tutawafundisha jinsi ya kulima mwani kwenye maji marefu. Tutawafundisha usalama wa baharini wakiwepo, kuogelea na mambo mengine, na vipi watanufaika kwenye ule mwani ambao wakisha ulima. Kwa sababu awali ilikuwa wakisha kulima mwani wanauuza ikiwa kama ulivyo, lakini tutawafundisha jinsi ya ule mwani kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo zinatokana na mwani, ili waweze kuuza na kupata faida zaidi, kwa sababu wakiuza mwani kama ulivyo faida yake ni ndogo, tofauti na ukiuza mwani ambao umeshatengeneza bidhaa. Kwenye afya ya uzazi tuna azma ya kujenga hospitali ya majaribio, kutoa vifaa na kuwapa mafunzo wale wakunga, kuwapatia mafunzo mbalimbali jinsi ya kuwazalisha wanawake kisasa. Katika afya ya akili pia tuna mpango wa kuwafundisha vijana
na watu wengine jinsi ya kuepukana na mambo ya afya ya akili, lakini hata hivyo kujenga hospitali itakayosaidia wananchi ambao watapata matatizo ya akili, kwa sababu wakati tunatengeneza strategic plan tuligundua wanawake wengi wanapata matatizo ya akili ambayo yanatokana na msongo wa mawazo na matatizo mengine ambayo wanayapata akiwa ndani ya ndoa zao. Tunawakaribisha wadau wote katika taasisi yetu kuja kutuchangia, lakini pia kuja kuunga mkono juhudi zetu ambazo tumezianzisha ili kuona kwamba sasa MIF inasambaa Tanzania nzima na Zanzibar nzima kwa ujumla.